Na karibu ndugu mtazamaji katika mfululizo masomo yetu yanayohusiana na afya kutoka Rastobi Food Product. Natumai una afya njema kabisa. Ni kwa mara nyingine tena tunakutana katika mwendelezo wa masomo yetu yanayohusiana na afya. Kuna swali ambalo tumeulizwa leo. Na mhusika anauliza swali kwamba, je, mbegu za mwanaume zile sperm kuna kipindi zinaweza zikaathiri mwanamke au mfumo wake wa uzazi, ama zinaweza zikampelekea mwanamke kutopata ujauzito kwa muda ambao unahitajika? Jibu ni ndio. Kuna muda sperm zile za mwanaume zinaweza zikaleta athari kwa mwanamke, na mwanamke asipate kile kitu ambacho alikuwa anakitarajia, kimaana ya ujauzito. Inaweza kumwathiri na ikamletea matatizo katika mfumo wa uzazi. Je, huu ni wakati gani? Ni wakati gani ambapo sperms za mwanaume zinaweza kaleta shida kwa mwanamke? Tunasema kwamba sperms ikiwa na infection ama maambukizi, umeona, basi inaweza kapelekea shida katika mfumo wa uzazi wa mwanamke, na mara nyingi inaweza kaleta shida au athari wakati wa mpasuko wa yai. Wakati yai linajiandaa, of course, kama mwanaume atamwaga shahawa ama mbegu ambazo zina athari, basi itampelekea mwanamke huyu kutoweza kupata ujauzito kwa wakati, na pia inaweza kapelekea athari katika mirija ya uzazi, kimaana ya fallopian tubes, na pia ikapelekea shida katika yai lenyewe. Hivyo ikamwathiri mwanamke na asiweze kuconceive ama kupata ujauzito kwa wakati. Na wakati mwingine ambao mbegu za mwanaume zinaweza kaleta shida kwa mwanamke ni wakati wa ujauzito. Kama mwanaume mbegu zake zina infection kama tulivyosema, ama zina maambukizi, mfano mtu ana gonorea, kaswende, unaona, basi inaweza kapelekea shida kwa kiumbe wakati wa ujauzito, akapata madhara baadaye, akazaliwa na magonjwa ya macho na kadhalika. Na kweli ni kwamba mbegu za mwanaume zinaweza zikawa na wadudu, unaona, kwa kiasi kikubwa, na kuna viashiria kuna vitu ambavyo unaweza ukaviona we mwanaume, ama dalili fulani ikakuonyesha kabisa kwamba wewe umebi affected, sperm zako ama mbegu zako haziko salama kabisa. Mfano, muda mwingine unaweza kuwa unafanya tendo la ndoa na mkeo, lakini akakulalamikia kwamba shahawa zinawasha ama zinang'ata. Baada ya kumwaga zile shahawa zinakuwa zinang'ata, yani anahisi kama anang'atwa, zinamwasha, basi ujue kabisa hapo hakuko salama. Ni vizuri ukafanya check up. Lakini pia mbegu za mwanaume zinaweza kuwa na athari kwa mwanamke ambaye ana udhaifu ama mfumo wake wa uzazi ni dhaifu. Kama mwanaume shahawa zake ama mbegu zake zina changamoto ama infection, basi ni rahisi sana mwanamke kupata matatizo makubwa ama kupata shida kwenye mfumo wa uzazi, hasa ambaye ana mfumo dhaifu. Unaona, kwa sababu itazidi kueneza tatizo lake, itakuwa kubwa zaidi. Hivyo ni vizuri wenzi wakapima, wakajikagua vizuri, wakajua afya zao vizuri kabla hawajaengage katika tendo la ndoa ama kabla hawajaamua kutafuta mtoto. Hii itawasaidia sana. Hivyo basi mbegu za mwanaume zile sperms zikiwa na infection ama maambukizi, hasa magonjwa ya zinaa, inaweza ikapelekea shida kubwa sana katika mfumo uzazi wa mwanamke. Muda mwingine baada ya kumaliza tendo la ndoa unaweza ukahisi mwasho ama harufu ambayo sio nzuri, ambayo haikuwepo mara ama kabla. Kwa hivyo ni dalili ambazo sio nzuri. Ni vizuri mkapima, mkajua vizuri, ama mwanaume akajikagua. Na kwa siku leo sina la ziada, nilikuwa na kuelekeza ni wakati gani mbegu za mwanaume zile sperm zinaweza zikaleta athari katika mfumo uzazi wa mwanamke, na hivyo ikampelekea hata utasa pia. Usisahau kusubscribe, kushare na comment ili watu wengine nao waweze kupata elimu hii. Asanteni na tukutane katika video nyingine. Bye bye.